makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Buso. Wiki hii tunajadili harakati zinazofanywa na Marekani kusaidia kupatikana kwa suluhu ya amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump, Masad Bulus, amethibitisha kwamba nchi hiyo imepokea mapendekezo ya rasimu ya mkataba wa kusitisha vita toka kwa Rwanda na DRC. Kamati maalum imeundwa ikiongozwa na Marekani, Qatar, Ufaransa na Togo, ambayo inawakilisha Umoja wa Afrika ili kupitia mapendekezo hayo. Baada ya wiki tatu, mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi hizo mbili watakutana kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Je, Marekani itafanikiwa katika harakati zake? Kwa njia ya simu naungana naye Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Paris. Bwana Mali Ali, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunikaribisha. Asante sana. Na tunaungana naye pia Andre Biadunia, yeye ni mmoja wa viongozi wa mashirika ya kiraia akiwa nchini DRC. Karibu sana. Asante, nimekaribia ndugu na msalimu mwenzetu ambaye tunakuwa naye kwenye studio. Tuanze nawe Andre Biadunia, ukiwa hapo DRC, unazungumzia vipi hizi harakati za Marekani kusaidia kupatikana kwa mkataba wa amani kuhusu machafuko ya muda mrefu kule mashariki mwa DRC? Marekani imejitokeza na ikaonyesha kwamba inaweza kusaidia kupitia waziri wa mambo ya nje wa Marekani, lakini inaonekana kwamba ni dili, ni mazungumzo ambayo yamefanyika, labda sio kinaga ubaga kati ya serikali ya Kongo ambayo haikuhusisha wananchi wa Kongo, kwa sababu katiba inasema katika mambo yote ambayo yanaweza kuleta amani, mambo ambayo yanaweza kutafuta namna gani ya kufanya kubadilishana, kwa sababu hiyo dili kati ya Marekani na Kongo ni Kongo inataka kununua amani yake kupitia madini ambayo yanatoka Kongo ambayo yataenda Umarekani. Bwana Mali Ali, wewe unatathmini vipi? Unafikiri ni serikali ya DRC ndio imeitafuta Marekani au ni nini ambacho kimesukuma Marekani kuingilia katika swala hili? Hilo liko wazi kwamba ni serikali ya Kongo ndio imeitafuta Marekani, na kama ndugu yangu alivyozungumza ni kweli, kama mzozo chanzo chake ni mali za Kongo. Kwa kweli mali hizo ndizo ambazo leo zinataka kuonyesha kwamba amani inataka kupatikana, kwa sababu tayari kuna yule mbabe mwenye nguvu ambaye sasa ameweka mkono kwenye mali hizo za Kongo. Kwa hiyo amani hii ya Kongo bado inazungumzwa tu, lakini kivitendo inakuwa si amani ambayo wakongomani wanahitaji kwa kweli, kwa sababu yale ambayo yote yaliyopitika Luanda na Nairobi yote ilikuwa ni unafiki wa kisiasa ambao watu wanauona wenye akili zao, lakini hawana maamuzi katika hilo. Na rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema kwamba serikali yake haina mpango wa kugawa kiholela rasilimali zake, licha ya kuhusika pakubwa kwenye haya majadiliano yanayoendelea. Tumsikilize hapa, alafu nitakuja kwako bwana Andre Biadunia. Baadhi ya hotuba zinazotolewa bila hata ya vyombo vya habari kufanyia uchunguzi zinaelezea mpango wa kuuza rasilimali zetu. Kimsingi, madai hayo hayana ukweli wowote na yanatolewa kuwa ni kampeni za kudhoofisha kujitawala kwetu kiuchumi, na hivyo ni kuharibu juhudi za mipango mikakati ya nchi yetu katika nyanja za kimataifa. Aje kuhusu alichokisema, na labda unaweza kuongezea tathmini yako ya mwisho tunapofikia tamati. Wao wenye Rwanda kila siku tumeshawazoea kwenye masuala yao, kwa sababu kila siku ni kutulagai na kusema mambo ya uongo. Wakongomani wabaki imara. Rais kama atatusikia, tumeshazoea mazungumzo yake ni mazuri sana, lakini vitendo havionekani. Kama itawezekana, alisema tuingie jeshi, tusaidie nchi, atupatie ambao vinasaidiwa. Sisi tunataka haya mazungumzo kama yatafanyika yafanyike, lakini tuone kwamba wakongomani wamepata amani, na amani itakuja kupitia sisi wenyewe. Amani ya nje hatuitegemei kabisa. Mali Ali, unamalizia vipi? Amani ya Kongo itapatikana pale Kongo itakuwa na serikali yenye kuwajibika. Amani ya Kongo itapatikana pale ambapo Kongo itakuwa na jeshi ambalo litaweza kuiokopesha nchi jirani na hususan Rwanda. Lakini kwa hatua hii Rwanda bado ina nguvu. Rwanda bado inabebwa na mataifa. Kongo isitegemei kupata amani, ikubali kuporwa mali zake
kwa vita kumalizika, ili watu waishi bila vita, lakini kuziwia pia kupora mali, hilo litawaletea Kongomani vita, kwa sababu hawajawa na uwezo na nguvu ya kutetea mali zao na kuhifadhi mali zao. Hilo wafahamu kwamba vita zinazowakumba wao ni kwa sababu ya utajiri wao, na kabla hawajawa na nguvu na usimamizi wa kutosha, basi jirani na wenye nguvu watakuja kupora mali hizo, na wakikataa basi watawaletea vita. Kumbe kabla hujawa na nguvu, kuwa mpole, acha watu wachukue mali zako ili upate amani. Utakapopata nguvu wewe ndio utaweza kuwafukuza. Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa, ukiwa hapo jijini Paris, na kushukuru sana. Na pia nakushukuru kwa kipindi hichi. Na Andre Biadunia, mmoja viongozi wa mashirika ya kiraia ukiwa mashariki mwa DRC, asante sana kwa muda wako. Nashukuru kwa mwaliko. Na msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa makala ya Wimbi la Siasa. Hadi wiki ijayo, kwa heri.